Tuangazie taarifa nyingine ambayo ni kuhusiana na jahazi linazidi kuzama kwa vijana wa Kino Boys KMC Football Club baada ya hapo jana kukubali kichapo cha bao 1-0 kutoka kwa Singida Black Stars, the Big Stars. Wenyewe wanasema ukiwaita tu Singida BS inatosha. Bao la Lamine Jaju likaweza kufanya kikosi cha Singida Black Stars kuibuka na ushindi wa bao 1-0 katika uwanja wa Airtel mkoani Singida. KMC sasa imepoteza mechi 5 mfululizo tangu ilipata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Mashujaa Football Club Februari 3 mwaka huu, hivyo kusalia mkiani mwa msimamo wa ligi ikiwa na alama 8 tu. Kwa upande wa Singida, goli la Lamine Jaju hapo jana limeipandisha timu hiyo hadi nafasi ya 5 kutoka nafasi ya 6 ya msimamo ikiwa na alama zake 28, moja pungufu ya JKT Tanzania iliyopo nafasi ya 4. Kuna wimbo mmoja wa Profesa J unaitwa Ndiyo Mzee. Ushakusikia? Ndiyo Mzee. Alafu kukaja wimbo mwingine unaitwa Sio Mzee. Kuna mstari mmoja, kuna mtu anasema, Mheshimiwa, hali imekuwa ni mbaya, tungegawana vya kwako, silikuwa ni moja ya ahadi yako? Akasema, kugawana vyangu hiyo itakuwa ngumu, familia inanitegemea na bado nina majukumu. KMC hali ni mbaya. Kwanza muona alivyoreact Michael wakati unataja akafanya hivyo. Yaani kama vile mwenyewe ana maumivu. Hali ni mbaya. Mabadiliko ya makocha wawili, Maxio Baxelio Maximo, Mohamed Abdallah Baresi, bado hayatoshi kuiokoa KMC na vichapo ndani ya ligi kuu ya NBC. Michael Hiera. Mwenendo ambao una mwendelezo kwenye upande mbaya kwa maana ya matokeo ambayo yanapatikana kwenye takwimu tu za ujumla ambazo zinaonekana kuwa na alama 8 kwenye idadi ya mechi 18, sio takwimu ambazo zinaweza zikawa ni nzuri na sio dalili nzuri kwa maana ya mwenendo wa ligi. Kwa jinsi ambavyo unakutaka kuwa na points ambazo zitakubakisha kwenye ligi, unahitaji kuwa na angalau alama nyingi ambazo zinaweza zikawa zinakupa hiyo bima kwamba unaweza kasalia kwenye ligi. Lakini umezungumzia kuhusiana na mabadiliko kwenye eneo la benchi la ufundi. Nafikiri mwanzoni wakati ligi inaanza ulikuwa unaona jinsi ambavyo Masio Maximo alikuwa anajaribu kutengeneza kitu ambacho hakikuklik kwa haraka zaidi kwenye timu, na isivyo bahati ni kwamba yeye ndiye alikuwa na timu kwenye kipindi cha maandalizi wakati wamefanya pre-season, wakianzia hapa baadaye wakaenda Zanzibar. Walivyorejea kwenye michuano ya Sekafa ilikuwa ni kipindi ambacho unaona kama kuna kitu pengine anatamani kufanya, introduction ya baadhi ya vitu, introduction ya baadhi ya wachezaji ambao ndo alikuwa yeye anawapa nafasi kwa mara ya kwanza, wakawa wanajaribu kuitengeneza timu ambayo ilikuwa inaonekana kuwa hapo. Lakini Bares naye aliingia katika nyakati ambazo tayari pressure ya timu imeanza kuonekana. Yaani tayari ameingia kipindi ambacho hakuna kingine tena tunakihitaji zaidi ya timu kuona angalau inapata matokeo mazuri na kupata points ambazo itainyanyua kutoka hapa ilipo kwenda kwenye sehemu ambayo itakuwa ni nzuri. Lakini unajaribu kuangalia approach ya mechi jinsi ambavyo zilikuwa zinaenda, lakini matokeo ambayo yalikuwa yanapatikana bado yalikuwa hayakupi sababu ya kuamini kwamba pengine timu inaweza ikaenda kwenye kitu ambacho ni kizuri. Na kwenye mechi hii ambayo amecheza dhidi ya Singida Black Stars ni mechi ambayo imesimamiwa tena na walimu wengine wapya kwenye eneo la technical staff. Kwangu nafikiri kwenye mechi ambayo wamecheza dhidi ya Singida Black Stars, approach ambayo ilikuwa timu imeingia nayo ilikuwa ni kwamba Singida kwa sababu ya quality na kile ambacho wako nacho, issue itakuwa ni moja tu, kwamba sisi tutakuwa tunakubali kuwa na ni timu ya pili kwa maana ya kukaba zaidi, lakini nini ambacho tutakitumia kwenye mpango kazi ni kufanya transition za haraka ambazo zinaweza zikatupa faida. Na ulikuwa unaona kwa muda mwingi timu ilikuwa inategemea mtego wa transition peke yake kwenye kutengeneza mashambulizi. Na hiyo iko inasaidiwa na uwepo wa Rashid Mohamed Chambo pamoja na Darwish Saliboko. Niona kuna pasi kama 3 hivi za kiupendo zilikuwa zinapigwa, mfano hii hapa moja ilikuwa inaenda kwa Chambo kule pembeni. Sasa ukiangalia hiyo structure ya
kutengeneza transition. Hata wakati ambao timu inazuia, ulikuwa unaona juu anabakia wachezaji watatu. Alikuwa anabakia Chambo upande mmoja, Darwesh upande mwingine, katikati alikuwa anabakia Adam Uledi. Ni system ambayo ndio ilikuwa inategemea hizo transition. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa unaona muda mwingi ambao timu ilikuwa inapata mpira itakuwa inatafuta eneo la wide, kwa sababu kuna mtu ambaye alikuwa anabakia huko, kwa maana Rashid Chambo ama Darwesh. Kwa hiyo muda mwingi mpira ulikuwa ukipatikana either kwa mlinda mlango ama defender ameupata mpira. Maana yake ni kwamba sisi tutakuwa na switch kwenda kwenye maeneo ya pembeni, kwa sababu tuna watu ambao wako huko. Ndio maana hata unaona kuna baadhi ya attempt ambazo walikuwa wanazifanya zilikuwa zinategemea hayo maeneo peke yake kwenda kwenye eneo la kushambulia. Pengine ni ule umakini wa mwisho ambao ulikuwa unahitajika kwa timu kuweza kupata kitu kizuri. Utakumbuka kwenye kipindi cha kwanza kuna transition moja ambayo ilikuwa imekubali kwa Adam Uledi, akaenda akaupiga mpira kama alikuwa anataka kushuti, afa akaupiga kama mpiga kibao hivi ukaenda nje. Sasa kwenye mechi za namna hii unategemea moments kama zile. Ni mbinu ambayo unaenda nayo kwenye mechi, na hizo moments zikitokea unatakiwa kumaliza shambulizi kwa kupata kile ambacho unakihitaji mwishoni. Unavyoshindwa kupata, maana yake ni kwamba unakuwa umefeli kwenye mpango. Lakini unajaribu kuangalia kwenye nyakati ambazo hiyo ndio ambayo alikuwa anazungumzia transition ya haraka ambayo alikuwa anapeleka mpira wide, ambayo yule alikuwa amesimama kule kwa maana ya kuwa ni mtu ambaye tukiutega mtego wetu huko kwa kuzuia, tukiupata mpira huo ndio tuko option yetu sisi kwenye kushambulia. Kwa ndio ilikuwa ni kitu ambacho timu mara kadhaa ilikuwa inatumia kwenye kutengeneza mashambulizi. Lakini mimi kwangu pia najaribu kuangalia kwenye mechi hii kucheza dhidi ya Singida ambao walikuwa na umiliki wa mpira kwa muda mwingi, bado nilikuwa naona angalau kuna muundo wa timu ambao unaeleweka mara nyingi kwenye kuzuia. Timu ilikuwa inazuia na 4-1-4-1. Ulikuwa unaona mara nyingi jinsi ambavyo timu ilikuwa inazuia. Maana yake ni kwamba ukitoa walinzi wanne, juu alikuwa anakaa Majogoro kabla hajapata injury na kutolewa. Lakini juu yake ndipo ambapo ulikuwa na Musa Ledemtus pamoja na Chibada. Wale wawili ambao mwanzoni walikuwa wanasema wanatumika kama sehemu ya transition, walikuwa wanasogea chini kuungana na hao wanne ambao kwa hapo akimwacha mlinzi kiungo moja wa ulinzi na walinzi wanne. Kwa hiyo kwangu pengine naweza nikasema ilikuwa ni mechi ambayo kwenye bench la ufundi wanaweza akaiangalia wakaona ni kipi ambacho tulifanikiwa na kipi ambacho tulifeli. Kufanikiwa hata goli ambalo lilifungwa, kwa sababu kwenye mafanikio utaangalia structure yako ya kiulinzi ilikuwaje na jinsi ambavyo mlikuwa naenda kushambulia kwenye mpango wenu. Goli ambalo KMC imefungwa, unaona pia system ya kuzuia, ukiona ile goli bado unaona ni yani timu imefungwa katika wakati ambao ilikuwa kwenye muundo wake ule ule wa kuzuia, kwamba walinzi wanne juu yake alikuwa Chibada ambaye ndio mpira ulipita kama mbele yake hivi ukaenda ukapigwa. Sasa ni kosa la technique, sio tena tactical. Yani tactically ilikuwa iko sawa, lakini kwenye issue ya technique unatakiwa kuwa na uwezo labda wa kufanya clearance. Hiyo ni clearance, maana yake ni umeupiga mpira, lakini ni kosa ambalo litokea kwa mtu wa mwisho ambaye alikuwa anatakiwa kufanya clearance, lakini akafanya partial clearance ambayo mpira kuondoka kama ambavyo ilikuwa inatakiwa ifanyike. Kiufupi, Michael, ukiangalia kiwango cha jana dhidi ya Singida Black Stars na mechi ya kabla ya jana dhidi ya Mbeya City, ipi unaiona kwamba at least timu ilikopo unaiona ina passion na spirit ya kupambana? Nafikiri mechi zote mbili japo inatenganishwa ama inatofautishwa na quality ambazo umekutana nazo. Lili? Mimi mechi ya Singida. At least kuna namna ambavyo naona timu jinsi ambavyo ilikuwa inajilinda. Unajua wana struggle vitu vingi sana, ila kidogo kwenye mechi ya Singida ulikuwa unaona zile patterns za kujilinda at least zinaonekana. Ukiangalia na wenyewe Singida umekuwa na mfululizo wa matukio mabaya kidogo. Wamefungwa na TRA, walifungwa na Simba, wamefungwa na Azam, wamefungwa na Young Africans hususan katika uwanja wao wa nyumbani wa Airtel, lakini walitoka kushinda dhidi ya Tanzania Prisons ushindi wa bao 2-1. Wakawafunga Mbeya City ugenini ushindi wa bao 4-1. Kiwango cha Singida na yale ambayo yalikuwa yametokea, benchi la ufundi kuondoshwa, mara kuondoshwa kwa posho, kuna muda posho asilimia 40, mshahara asilimia 40. Uliona Singida ile ambayo watu wakopo wanaisubiri kuiona, ama still ilikopo inacheza kile sema hapa bado? Bado.
unajua bado ni ile tension. Singida ina quality nyingi sana wachezaji. Ukitazama quality ya mchezaji mmoja mmoja unaona kabisa ni timu ambayo iko full packed. Changamoto ni kile ambacho kinakuwa delivered on the pitch. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo scenario ilivyokuwa. Ilikuwa ni mechi ambayo na wenyewe pia wanahitaji alama 3. Namna ambavyo Singida matokeo yao msimu yalivyo compared na last season. Ukitazama na mechi ambazo wamecheza hivi sasa ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo sio ile ambayo tulitegemea, ila ni Singida ambayo at least unaona namna gani ambavyo timu inaanza upya. Yaani mimi naamini ni timu ambayo inaanza upya. Kutoa benchi zima la ufundi sio kazi ndogo katika mchezo wa mpira wa miguu. Yaani manake unataka utengeneze benchi jipya ambalo kila mtu anayekuja na ile kitu chake ambacho anatamani kukileta. Inawezekana hata wachezaji ambao wanacheza hivi sasa maybe baada ya kocha mpya kuja kutakuwa na a lot of changes kwenye kuchagua nani anaanza nani anakaa bench, kwa sababu kila kocha anakuwa na kitu cha tofauti. Kitu pekee ambacho nimekitazama katika mechi ya jana kwa Singida ni walikuwa kama vile wanahitaji kupata matokeo. Yaani kuna ile hali ya upambanaji ilikuwa katika hali kubwa sana. Ni kama timu ambayo ilikuwa inatafuta goli kwa udi na uvumba, kwa sababu ukitazama hata baada ya ile goli kufungwa, rejea katika jinsi ambavyo timu ilivyoenda kushangilia ile goli. Ni kitu ambacho walikuwa na uchu nacho, ni kitu ambacho walikihitaji kwa morali ya juu sana. Waliamini kwamba maybe tukipata hii ushindi ya alama 3 katika mechi hii, inawezekana tukajipanga katika mechi ijayo. Kila timu ina mahitaji yake. Singida wameonja utamu wa michuano ya shirikisho. Wameona ladha ya kusafiri nje ya nchi. Wameona ladha ya kutoka taifa hili kwenda katika taifa hili. Maybe moja la hitaji lao kubwa ni kurejea katika top 4. Na gap so kubwa kati yake na mtu ambaye anashika nafasi ya 4. Kwa hiyo kwa matokeo haya inawezekana ile hitaji lao kubwa, na hata ukimsikiza Masanza anakwambia tunataka kurejea katika top 4. Kuna ladha ya michuano ya kimataifa. Na umesema hapo wameonja utamu. Na Saidi, unajua hiyo passion ambayo anaizungumza, unaona kwa mfano mechi ya kuonja utamu. Utamu sasa hiyo ni Lili amesema. Wewe hujasema utamu. Umesema passion, ndio nataka niende na wewe. Utamu utamwacha. Utamu Kwa hiyo wewe kwa nini utamu uzungumze? Lili akiuzungumza inatosha. Sawa. Lili acha kuzungumza. Kwa niaba ya wote. Kwa niaba ya wote. Lili kasema. Na wewe hutaki. Na uheshimu utamu. Haya, tuendelee. Nilikuwa nataka niseme kwenye passion. Unajua ile mechi ya Mbeya City na KMC. Kuna muda KMC alikuwa na Mbeya City alikuwa anaona KMC kama huyu ndo mnyonge kwenye ligi. Yaani yuko hivyo. Kila mtu anacheza naye anajua huyu anapata huyu. Lakini KMC nao pia alikuwa anaona huyu mbona naye anajitafuta. Tunamweza, yani kwenye kuwezana hapa tunaweza tukawezana kiwanjani. Na passion ya KMC ulikuwa unaona inapanda zaidi kwa sababu wao walikuwa wa kwanza kupata goli. Yani ile tayari ilikuwa inaona kumbe kile ambacho tulikuwa nakiamini hawa tunaweza kikawa kinaongezeka pale kwenye hiyo level. Badala kwenye ku finish ndio ikawa changamoto, ikaisha kwa 3-2. Lakini kwenye mechi hii ulikuwa unaona pia passion ya team inaweza ikawa iko juu. Wewe utapambana kwenye passion. Lakini tunasema mapambano ambayo utayafanya wewe dhidi ya ubora inaweza ikawa ni kitu ambacho kitakuja kukuhukumu. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo mnaweza mkawa na passion kwamba tutapambana, lakini mna huo ubora wa kushindana kwa hizo dakika zote dhidi ya ubora wa wapinzani ambao mko nao. Kwa hiyo unaweza kuona ilikuwa ni defending against attacking. Wao wanaweza kashambulia mara nyingi, na kuna wakati kwenye football kwenye kudefense kuna ile mental tiredness ambayo yaani kuna ule uchovu fulani ambao mnapata kwenye kuzuia. Na wanaona hata kosa ile kuja kutokea, yani mmezuia mara nyingi, lakini mpira ambao ulikuwa unaona huu unaweza ukaondoka, ndio huo umeenda kuadhibu. Ni kwa sababu mnakuwa tayari mmeshafanya matukio yale mara nyingi, afu mnafanya kosa ambalo kila mmoja anaona alikuwa stahili kulifanya kwenye wakati ule. Sasa tuangalie jinsi ambavyo KMC wamekuwa kidondosha alama. Wengine wana maneno yao tofauti, lakini kudondosha alama na kupoteza michezo. Katika michezo 5 ambayo KMC wamecheza, wamefungwa magoli 10, wao wamefunga magoli 3 pekee. KMC alipoteza kichapo cha bao 1-0 jana dhidi ya Singida BS. Alifungwa kichapo cha bao 3-2 dhidi ya Mbeya City. Alikubali kichapo cha bao 2-0 dhidi ya Azam, mabao 2-0 dhidi ya Simba.
alikubali kichapo cha mabao 2-1 dhidi ya Dodoma Jiji Football Club. Kihesabu hapo magoli jumla unapata kuwa ni magoli 10, wakati wao wamefunga magoli 3 peke yake. Lakini kama hiyo haitoshi, kama michezo 5 ya mwisho wamekubali kichapo yote na wamefungwa magoli 10, wao wamefunga magoli 3, michezo 5 inayokuja KMC watafanya nini na watavuna nini? Wanapambana na nani? KMC atakuwa nyumbani kuwakaribisha Tanzania Prisons. Baada ya hapo atakuwa ugenini katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel dhidi ya JKT Tanzania, kisha atarudi nyumbani kuwakaribisha Young Africans. Atakuwepo nyumbani tena kwa kupambana na Fountain Gate, na kisha atakuwepo nyumbani kupambana na Pamba Jiji Football Club. Ukitazama lile mkuu kwenye 15 hapa KMC anaondoka na ngapi? Yani amepambana sana ni 6. Yani hapa amepambana mpaka kupambana na mwisho. Na hizo 6 anazichukulia wapi? Maybe ndio nasema Tanzania Prison na KMC na Fountain Gate. Hizo nyingine ana alama zake 3, ana alama 3 za JKT, ana alama 3 za Yanga, ana alama 3 za Pamba. Lili nyumbani Michael 12 hao au uone au point 12 bana, yani 12 pale point ni 15 ndio kwenye point 54 wamechukua point 8. Hiyo sio issue, tunazungumzia next kwenye point 54. Yani unajua tutengeneza tunasema levels kwenye point 54. Kwani Ken God walifanyaje? Si dakika za jioni huku ndio nakwambia hapo KMC Prisons KMC. Basi wangeanza hivi hizo mechi za mwanzo kwenye point 54, kwa sababu hizo mechi umeona KMC mechi zote anacheza Dar hizi, sio Dar, tunasema Dar es Salaam mechi zote hizi hapo. Lili anasema kuna kwambi utamu hapo, unashauonja hapa, hamna alionja utamu pale. Ushaniona bwana Lili kwa pale kwa pale mechi ya next match dhidi ya Tanzania Prisons, ambao Tanzania Prisons nayo pia ni inaweza ikawa inafanana picha na ile ya Mbeya City, kwamba unaona hawa nao pia naweza nikashindana nao na nikapata kitu kizuri. Dhidi ya JKT itakuwa ni mechi ya away, lakini ni hapa pia inachezwa Mbweni. Mechi ya kwanza of course KMC alipoteza akiwa nyumbani, lakini itakuwa ni mechi ambayo watacheza kwenye uwanja wa ugenini dhidi ya JKT. Itategemeana pia na matokeo ya mechi dhidi ya Tanzania Prisons. Yani boost nzuri zaidi ni mechi ambayo inafuata dhidi ya Tanzania Prisons. Yachukue maneno yangu. Mbona hiyo mechi ya Yanga kama unaiepuka? Mechi ya Yanga ndio maana nikwambia 12 ba. Kombe wanake anashinda hizo mechi 4 zilizobaki, Yanga anapoteza. Si ndio? Mimi ni nani ukupinga? Wewe una pointi ngapi ba? Wewe una pointi ngapi? Nazona 15. Zote. Yani KMC akishinda siku 15 zote. Unaona anachukua ngapi? Nikiangalia sana kiangalia hii kwa jicho la boli, maana kwanza pale kuna anapambana na play like a captain ambaye mechi 4 alikuwa na kaba, yeye atakuja kucheza hapa una Nsajigwa, hapo una Benjamin Yasukile, captain bench play like a captain. Hujatuambia sasa. Alafu kitoka hapo unaenda kwa JKT Tanzania Ahmad Ali. Huko hakuna tena mpuliza Filipi. Kuna mpuliza Filipi zilitoka 2-2. Unakuja ya Afrika. Unakuja kwa Fountain pale. Chukua 3. Tuendelee. Alafu unashuka chini. Pamba Jiji Football Club. Vile naweza kusema wachezaji wangu nimwambia wapambane. Wakishapambana tutajua sasa kwenye KMC. Hapo 3. Shukrani sana Michael Yera pamoja na Lilian Mkuu.